Maneno ambayo aliandika Edo Kumwembe, mchambuzi wa masuala ya kimichezo, mkongwe kabisa huyu, yalikuwa yanasomeka kama ifuatavyo: Pacome amevunjika vibaya sana. Kama haupati matibabu ya kisasa huku Afrika, kazi ya mpira inakuwa imefika mwisho. Hii ina maana kwamba katika bara la Afrika pengine bado kuna dhana ile kwamba matibabu bado ni duni, sio yale ya kiwango kikubwa kama ambavyo tunaona kwa wenzetu. Tumeona wachezaji walikuwa wakiumia huko barani Ulaya na wanarudi kucheza. Mfano wake ni Eduardo da Silva wa klabu ya Arsenal, Aaron Ramsey pia wa klabu ya Arsenal, lakini kuna wengineo wengi ambao walipata majeraha makubwa hatimaye wakarejea tena uwanjani. Hii ni baada ya faulu ambao alifanyiwa mchezaji Pacome Zouzoua katika mechi ya jana dhidi ya JKT Tanzania, ambapo Young Africans waliibuka na ushindi na kuanikiza ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, ligi ya NBC, ubingwa wa 5 mfululizo. Sasa bado kumekuwa na dhana kwamba barani Afrika ama pia katika nchi ya Tanzania matibabu kama ya majeraha makubwa kama haya ya mifupa huenda yakawa hayafanyiki kwa kiwango kikubwa. Sasa kwenye line hapa tuko naye Daktari Goodluck Lema, yeye ni daktari bingwa wa mifupa hasa upande wa mgongo pia kutoka katika hospitali ya Mloganzila. Dr. Goodluck Lema, karibu sana kwenye Kumekucha Michezo. Pengine kumekuwa na dhana hii ya kwamba katika taifa la Tanzania pengine bado matibabu si yale ya kiwango kikubwa kiasi cha mchezaji anapopata majeraha makubwa kama yale ya Pacome Zouzoua kurejea tena uwanjani na kuwa ni ngumu kama endapo atapata matibabu ambayo yanatolewa kama inavyofikiriwa kwa kiwango ambacho sio kikubwa ilivyo mataifa mengine ambayo yameendelea. Vipi kwa Tanzania, hali hii ikoje kwa upande wa madaktari bingwa? Kwanza nashukuru kwa sababu umeileta. Labda niseme tu kwamba imekuwa ni dhana ambayo sio dhana ambayo ni sahihi. Kisema sio dhana ambayo ni sahihi ni kwa sababu kwa sasa hivi Tanzania tunashukuru kwamba uwekezaji katika utaalamu hasa kwenye eneo la sport medicine na la mifupa limekuwa ni kubwa. Kuna watu ambao wameenda kusomea na wamebobea, na tumepata hiyo neema ya kuweza kwenda kukutana na wenzetu na tukapata utaalamu ambao kwa sasa hivi mtu yoyote ambaye anakuwa anavunjika, mchezaji wa aina yoyote ambaye anavunjika mara nyingi kwa jeraha la aina yoyote, kwa kweli hapa kwetu tumekuwa na huo utaalamu wa kuweza kufanya operation, na kuna wagonjwa ambao, kuna wachezaji ambao wameshafanyiwa na wameweza kurudi kwenda kucheza kwenye nani professional yao na kucheza mpira kama kawaida. Kwa hiyo utaalamu kwa sasa hivi hapa nchini upo. Tunafanya operation za matobo ambazo tunasema ni arthroscopic surgeries. Kwa wale wachezaji ambao unakuta wanapata majeraha kwenye miguu, hasa kwenye ile namba tunasema kwenye vikamba au kitaalamu tunaita cruciate, ambazo zinakuwa mara nyingi ndio zinakuwa zinapata majeraha sana wachezaji wanapokuwa wanacheza mpira. Kwa hiyo ule utaalamu wa kuzirepair na kuzifanyia operation za kitaalamu kabisa upo, na hata kwenye ligament tunafanya operation hizo na wagonjwa wanapata nafuu kabisa, wanarudi katika hali yao ya kawaida. Fracture za aina yoyote kwa sasa hivi hapa nchini zinatibika na utaalamu huo upo, vifaa vipo, na ni kwa muda mrefu tulikuwa tumefanya hivi. Kwa hiyo ni uzoefu ni ubobevu wa muda mrefu, na uzoefu ni wa muda mrefu, sio kama ni kitu cha karibuni. Kwa hiyo kumekuwa na watu wengi ambao wamefaidika, labda kwa sababu ya ile exposure watu hawajapata taarifa kwamba kuna kitu kama hicho, lakini hizo operations zinafanyika sasa hivi kwa ufasaha kabisa hapa nchini. Na kama zinafanyika, vipi imani ya wale ambao wanatibiwa na kupata matibabu haya? Kwa sababu kuna mwingine anaona kama nitibiwe Tanzania nitapona kweli. Imani kwa wale ambao wamepata majeraha haya. Labda kama unasema kwamba kwenye jamii kunasema kwamba kuna watu ambao wanadharau vya kwao na wanaamini kabisa vya nje kwamba vinaweza kukawa ni vizuri zaidi, lakini kuna wengi ambao tumeshawafanyia na wamerudi, wanaweza kuwa ni mashuhuda wazuri kwamba wamepata matibabu ambayo ni stahiki, matibabu mazuri, ufuatiliaji wa karibu, na wameweza kurudi katika hali yao katika muda mfupi kuliko jinsi ambavyo ilikuwa imetazamiwa.
Kwa hiyo ni dhana ambayo iko kwenye jamii, na kupata shule au kupata ile elimu ya mara kwa mara na watu wakafahamishwa na wakapata kuona uhalisia, labda kwa wale ambao tumeshawafanyia tukaweza tukawapata wakaja wakatoa ushuhuda, inaweza kasaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kupunguza hiyo dhana, kwa sababu ni kitu ambacho kipo, na ili kiweze kuondoka ni watu waone. Watu wakishaona kwa wale ambao tumeshawafanyia na wamerudi katika hali yao na wakatoa ushuhuda namna hiyo, itasaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kupunguza hiyo dhana na hiyo hofu ambayo iko kwenye jamii. Na wakati tukiwa tunafanyia hapa operation hizi, vipi kwa wale wataalamu wa hizi operation, na maanisha experts, wale madokta, tunategemea bado kutoka nje ama wazawa ndo ni wengi kwa kiasi kikubwa kwenye maeneo haya? No, hizo operation tunafanya wazawa wenyewe, kwa sababu kunakuwa na program kama nilivyosema, kumekuwa na program za kupeleka watu kwenda kusomea ubingwa bobevu, ambao sasa hivi wataalamu wengi wamebobea pia katika maeneo ya sports, hasa kwa wachezaji ambao wanakuwa wanapata majeraha kama hiyo, tukijua kwamba ni career ya mtu. Kwa hiyo kule utaalamu kuna watu wameenda kusomea, kuna wataalamu wako katika hilo eneo, na wanafanya operation hizi vizuri. Wanafanya hizo operation vizuri kama jinsi ambavyo wanaweza kufanywa kama akienda India, South Africa, akienda Egypt au sehemu nyingine, kwa sababu maeneo wanaenda kusomea ni maeneo ambayo ni watu wamekuwa ni wabobevu. Kwa hiyo wanakuwa wanapata na ile skills za mikono. Wao kirudi, kwa sababu serikali imewekeza katika vifaa, basi tunakuwa tuna uwezo wa kuweza kuvifanya hizo operation. Kwa mtu ambaye amevunjika kifundo cha mguu ama enka, huwa inachukua muda gani apone arejee tena, hasa kwa wachezaji, na kucheza katika kiwango cha ushindani kama alivyokuwa mzima kabla ya kupata majeraha? Kwa kawaida mvunjiko wote, mgonjwa akipata jeraha la mvunjiko, mara nyingi akifanywa operation huwa inachukua, kama hakuna tunasema complication, kwa maana kwamba hakupata mfupa haukutokezwa nje, yani kama kuko na tunasema open fracture, haikuwa ni open fracture, ilikuwa ni closed, yani mfupa haukutoka nje ya ngozi. Mara nyingi ni wiki 6 mfupa unakuwa umeshaunga. Kwa hiyo kwa mchezaji ambaye amefanywa operation hiyo, tunategemea ndani ya miezi 2 anakuwa tayari ameshaweza kurudi kwenye miezi 2 mpaka 3, anakuwa yuko tayari kuweza kurudi kwenye career yake. Tayari tumeona watu wamekuwa wakiwakatisha tamaa wengine kwa kusema kwamba ukiumia majeraha kama haya kwa tiba za Kitanzania ama madaktari wa Kitanzania huwezi kupona, ndo umekuwa na ulemavu moja kwa moja. Pengine hii hali na matamko kama haya, nyinyi mnapambana nayo vipi kuhakikisha mnaifikia jamii sasa, kuhakikisha nao wanakuwa na uelewa mpana kwamba tiba hizi zinapatikana hapa Tanzania? Nashukuru sana kwa sababu umeliweka vizuri, na ni high time kwamba watu waelewe kwamba Tanzania tumepiga hatua kubwa sana katika eneo la tiba. Ile eneo la tiba ya mifupa, eneo la tiba ya viungo, ni matibabu yamekuwa ni makubwa ya hali ya juu sana. Sasa hivi tunakwenda na wenzetu, hata ukiangalia kwa jinsi ambavyo serikali imewekeza tofauti na nchi nyingine, kwa kweli kwa sisi tunafanya mambo makubwa sana hata kuliko nchi nyingine. Tunaona watu wengi kutoka nchi mbalimbali wanakuja wanapata faida, wakati watu wa hapa wanatoka wanaenda mbali wanaziacha huduma hizi. Kwa hiyo nidhani ni wakati wa Tanzania wakaweza kupenda cha kwao na kufahamu kwamba kinafanyika. Na wakatafuta kwa wale ambao wameshafanyiwa na wakapata unafuu, wakawa ni mashuhuda wazuri kwamba hichi kitu kinafanyika na watu wanarudi katika hali ya kawaida kabisa. Wanasema kizuri kula na nduguyo. Haya mambo ambayo yanafanyika hapa ni mambo mazuri, na wengi wameshafaidika sana. Kwa wale ambao wamekuja hospitali, ambao bahati mbaya wanakuwa hawana uwezo wa kuweza kwenda nje, hao ni mashuhuda wazuri sana. Mara nyingi wale watu wenye uwezo wengi mara nyingi wanapataga shida, kwa sababu katika ule uwezo wanaenda kwenye sehemu ambazo zingine sio sahihi, unakuta wanapata vitu ambavyo vinakwenda kuwaharibia zaidi kuliko kuwasaidia. Sisi ambacho tunakifanya mara nyingi tumekuwa na hizi tunasema kempu, ambazo katika hizo kempu tumekuwa tukielezea watu kile ambacho tunakifanya. Tumekuwa tukitoa elimu mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii, kupitia vyombo vya habari kama ITV na vingine, ambazo tumekuwa tukizungumzia kile ambacho tunakifanya kwa undani. Tumekuwa tukizungumzia na kutoa elimu kwa watu, kuweza kufanya awareness ili watu waweze kuwa na ile
awareness kwamba kuna vitu vinafanyika hapa. Unajua kuna operation ambazo ni kubwa sana zinafanyika, na ambazo hata pengine kuna watu wanakuja ukiwaambia kama zinafanyika, wenyewe wanashangaa, wanasema hichi kitu kama kinafanyika hapa, wanakuwa wanahisi kama ni kitu ambacho kilikuwa hawakutegemea kama kingeweza kufanyika. Na saa nyingine tunakuta kuna watu wa nje wanakuja wanasema wanafanya operation, wanakuambia kwamba ni operation ambayo imefanyika mara ya kwanza hapa Tanzania, wakati unakuta operation imeshafanyika zaidi ya miaka 10 au 15 tena kwa ufasaha, na watu wengi sana wameshafanyiwa. Kwa hiyo tunasema tu kuna lile ombo tu kwamba hakuna ule uelewa kwa watu, jamii haijaeleweshwa, jamii haijapata ile elimu ya kuweza kujua kwamba kuna mambo makubwa sana ambayo yanafanyika hapa nchini, ambayo kama wangeweza kuelimishwa, nadhani hata ile hala gharama nyingi za kwenda kupeleka watu nje, na ule mtazamo ambao watu wamekuwa nao kwamba mtu ili apate nafuu lazima apelekwe nje, nadhani ungepungua kwa kiwango kikubwa. Tunachokifanya sasa hivi ni elimu zaidi. Ya kwanza nashukuru kwa sababu umeileta. Labda niseme tu kwamba imekuwa ni dhana ambayo sio dhana ambayo. Naam, mtazamaji wa ITV, huyo ni Daktari Goodluck Lema, daktari bingwa wa mifupa kutoka katika hospitali ya Mloganzila, akiungana nasi hapa na kufafanua kwamba tiba hizi zinapatikana Tanzania, na pengine bado hatujajua mpaka hivi sasa swala la Pacome Zouzoua hali yake ikoje, lakini uongozi wa klabu leo utazungumza na waandishi wa habari, pengine tutapata hizo ama mrejesho wa taarifa kuhusiana na jeraha lake. Yanayoendelea kuzungumzwa kwenye mitandao ya kijamii Msabaha ni maneno tu ya mashabiki na wadau kwa kile ambacho tumekuwa tukifahamu, kwa maana ule uzoefu kwamba jeraha la namna hii mchezaji anaweza akakaa nje muda fulani hivyo, lakini kinachosubiriwa kwa sasa, na hata mimi na wewe tunakisubiri Msabaha, ni ripoti kamili. Sababu Yanga wana madaktari, Yanga wana wataalamu ambao wanahusika na afya za wachezaji na usalama wao, na mara zote wamekuwa wakitoa taarifa kwamba labda mchezaji huyu atakaa nje kwa muda fulani, jeraha lake hili liko hivi na hivi. Kwa hiyo hata swala la Pacome tusubiri, na ninaamini kupitia mkutano huu ambao Yanga watafanya leo, naamini pia watatoa taarifa, ikiwemo pia kuweka utaratibu wa kusherehekea ubingwa wao, ile parade naamini watazungumzia leo, lakini pia na swala la Pacome litaongelewa. Lakini kidogo pia Msabaha kuhusiana na hiki ambacho daktari ametoka kukizungumza hapa, na mimi niongezee hapo kwamba mara zote tumekuwa tukidharau vya kwetu. Yaani hiyo ndio changamoto ambayo tunayo. Teknolojia sasa hivi imekuwa kubwa, na kama taifa tumepiga hatua kwa kiasi kikubwa. Magonjwa mengi sana sasa hivi sio watu mpaka waende kutibiwa nje. Hapa nyumbani unapata huduma nzuri na unakuwa salama. Serikali kwa hilo imejitahidi kwa kweli. Kwa hiyo ni wewe tu kuweka imani yako na kuwapa kazi madaktari hapa Tanzania, utapata huduma. Kwa hiyo hizo zinazoendelea kwenye mitandao ya kijamii sidhani kama zinajenga. Daktari hapa amefafanua vizuri kwamba tunao wataalamu. Ni imani yako sasa. Na nikupe kisa kimoja. Mtaani kwetu kuna mama mmoja alikuwa, unajua katika makuzi yale, katika ukuaji sisi tunakuwa tukiwa vijana, katika umri wetu huu, katika kutoka kwenye ule utoto tunaenda kwenye uvulana. Kijana mmoja tumekuwa naye, lakini mwenzangu alikuwa anapenda sana taaluma hii ya afya, kaenda kasoma. Unajua miaka hii ya kusoma huwa ni mingi kwa kuiangalia kwenye karatasi, lakini ukiingia darasani si mingi. Ka graduate ni doctor. Umeelewa? Sasa mama mmoja pale jirani amemwona yule mtoto akiwa anakuwa mazingira mpaka kaja akawa doctor. Siku anaenda hospitali kakuta kijana ndo yupo zamu, anamwandikia dawa. Karudi yule mama mtaani anaanza kuwa yani Juma huyu ndo ananiandikia mimi mpaka dawa siziamini jinsi alivyokuwa anafanya vituko vyake mtaani, umeona. Lakini ni namna tunatakiwa tuheshimu hizi taaluma. Heshimu taaluma za watu. Na hakika na Juma yule alivyompa dawa zile na alivyotumia alipona. Kwa baada ya pale ndo akawa na imani, kumbe Juma huyu kawa daktari mahiri kabisa. Sawa. Ni Kumekucha Michezo. Mimi ni Khalid Msabaha, niko na Jackson Silo. Bado tunaendelea kutizama taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo.